Sasa majira haya jioni ambayo Mungu ametupa kwa neema yake, ili tuweze kukaa chini tena na kutafakari neno lake, kama tulivyosoma jana kwamba darasa la Tirano watu walikaa miaka 2 pasipokuwa na haraka ya kuondoka. Na sisi leo Mungu ametupa neema na amechagua ratiba hii makusudi. Kama unaamini sio mapenzi ya Mungu, maana yake humwamini Mungu. Lakini Mungu ameamua makusudi kwamba tuwe na ratiba ya aina hii. Haleluya. Mimi naendelea, mimi ni mjumbe. Na wanasema mjumbe hauawi, ingawa Stefano aliuawa. Haleluya. Okay? Kwa hiyo hapa tunaona sasa meza ya Samueli. Samueli anaita watu wa Israeli kuweza kukaa chini na kuongea nao. Sababu kubwa inatokana na nini? Samueli alikuwa ni nabii wa Mungu, wote tunafahamu. Nalo waongofu wapi hawajui. Samueli alikuwa ni mtumishi wa Mungu baada ya Ana kuamua kumtoa, kumweka wakfu, kupanda mbegu kwa Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo alikuwa ni miongoni mwa waamuzi ambao waliweza kusimama na kuwatetea wa Israeli dhidi ya maadui zao. Na msingi wa somo letu hili katika semina yetu hii, somo letu rasmi hasa ni kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 12 yote. Katika hii sura ya 12 yote ndipo tunapolipata somo la Samueli kuongea na sisi. Hapa tunaona kwamba Samueli alikuwa anaongea na wana wa Israeli akiwa katika umri wa uzee. Na kwa nini anaongea? Kwa anatoa hotuba kama kuwaaga. Kwa hiyo anawaita, akawakusanya wa Israeli wote mbele yao kama tulivyokusanyika hapa. Halafu kisha akaanza kuzungumza nao. Sasa mazingira haya yalikuja baada ya wana wa Israeli kutaka kutawaliwa na mfalme. Kusoma sura za nyuma utagundua wana wa Israeli walikuwa hawana mfalme tangu wanatoka Misri mpaka wanafika mji wa Kanaani. Walikuwa wakiongozwa na watumishi wa Mungu, Musa, baadaye Joshua, na baadaye Mungu akaachilia waamuzi. Kwa hiyo kipindi cha Samueli amefika katika hali ya uzee. Sasa ameshazeeka Samueli, hawezi tena kuendelea kuongoza wale wana wa Israeli. Alichokifanya akawaweka watoto wake ili waweze kuongoza. Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 5. Haleluya. Bwana asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 5. Ngoja nianzie hapo mstari wa kwanza. Anasema hata Samueli alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wa pili Abia. Walikuwa waamuzi katika Beersheba. Ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Kwa hiyo hapa wana wa Israeli wanabadilisha mtazamo juu ya uongozi uliokuwa unaendelea katika maisha yao. Walikuwa wanaongozwa na waamuzi, walikuwa hawana mfalme. Mataifa mengine yalikuwa na wafalme. Sasa baada ya Samueli kufika katika hali ya uzee, akawalipisha watoto wake yale madaraka. Lakini wale watoto wake hawakuenenda sawasawa na njia za Samueli. Kwa hao watu wa Israeli, kwanza si walaumu kwa maamuzi yao, maana wao sio kwamba walikuwa hawaikubali njia ya kwanza, ila tu kilichobadilika ni watawala. Samueli wakamwambia, sisi wewe tulikuwa tunakukubali na tulikuwa tunapenda njia zako, ila hawa watoto ambao umetuletea ni watoto ambao wanaendana katika njia zilizo tofauti na za kwako. Na maandiko yametuonyesha hapa wazi ya kwamba hawa watu waliacha njia ya Samueli. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Samueli aliwafundisha, Samueli aliwaelekeza, aliwahusia namna ya kuwaongoza watu wa Israeli, ila wao wakaiacha. Sababu kubwa ni nini? Wapate faida kwa kupokea rushwa. Wao maana yake walichagua kuwa mafisadi kwa ajili ya faida yao wenyewe. Sasa hawa watu wakawatengenezea wazee wa Israeli kukaa kikao, wakasema tutaendelea mpaka lini? Wakamwambia Samueli, tunaomba
utupatie mfalme atutawale kama mataifa mengine. Haleluya! Kwa hiyo watu wa Israeli wakajipatia mfalme, lakini mwanzo halikuwa kusudi la Mungu. Mungu hakuwa ameamua iwe hivyo. Mungu hakutaka watawaliwe na mfalme, ila wao wakajichagulia kuwa na mfalme. Sababu kubwa ilikuwa ni nini? Waliona watoto wa Samueli hawaongozi vizuri, wametafuta faida yao, wanapokea rushwa. Yaani mtu anaweza kuiacha njia ya Mungu kwa faida yake. Sasa wewe unachagua, kama alivyosema Yesu, mtu ambaye anataka kuiponya nafsi yake ataiangamiza. Yaani vile ambavyo unahisi kutokuwa na hela ya kodi, yaani ili upate hela ya kodi inakulazimu kumwacha Mungu ili ukidhi lile hitaji. Unahisi unajiokoa, unahisi unajipa solution, ndivyo unavyojiangamiza. Kwa hiyo yule ambaye anataka kuiponya nafsi yake kwa kumwacha Mungu ataipoteza nafsi yake. Kwa hawa watu wakasema ya kwamba tunaitaka tupate mfalme wa kutuongoza. Mungu hakukubali, Mungu hakutaka. Haleluya! Tutaona hapo mbele jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo hapa sasa Samueli amewaita wale wazee, amewaita taifa la Israeli wote, awape mahusia ya mwisho, anataka kuondoka. Kwa waliokuja hapo wana wa Israeli wamekuja wakiwa na mfalme, wakiwa wanatawaliwa na mfalme. Huyu Samueli anazungumza nao, anatoa hotuba. Haleluya! Na leo hii yuko hapa sasa kutufundisha na sisi tujifunze kupitia hotuba yake. Katika somo letu hili tutakuwa na hoja 5 ambazo zinatoka katika mahusia ya Samueli kwa wana wa Israeli. Tutakuwa na hoja 5 na tutawekeza muda kuzichimbua hizo hoja 5. Leo hatutaweza kuzichimbua zote jioni ya leo. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, jioni ya leo. Jioni ya leo hatutaweza kuzichambua hoja zote 5 za Samueli katika mahusia yake, ila tutaangalia angalau hoja 2. Kwa hiyo tutaangalia angalau hoja 2 ili tujue Samueli alizungumza nini na nini hasa anazungumza na sisi katika kanisa la leo. Nini tunajifunza ili hasa, kama nilivyoelezea mwanzoni, tupate kuongezeka kiimani. Ndio msingi wetu. Hatujifunzi kama historia, ila tunajifunza ya kwamba kile ambacho tutakijifunza katika hiki kituongezee imani, tumjue Mungu jinsi anavyojifunua kwetu. Nimesha kuambia tu lengo letu pia mojawapo ni kujua ya kwamba katika madhaifu yetu tulionayo mbele za Mungu, pamoja na kwamba Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa neema, ni kwamba tunafanyeje ili tuweze kumtukuza yeye, tunafanyeje ili tuweze kumcha Mungu. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Ili tusimkimbie Mungu, ili tusikimbie kwamba pamoja na madhaifu tulionao, tusikimbie wito tulionao, kama Musa alivyokuwa akasema, Mungu, mimi sijui kuongea vizuri, akataka kukimbia wito ule. Sasa ili ile madhaifu ulionayo usimkimbie Mungu, lazima ujue Mungu anajifunuaje kwenye maisha yako. Kwa hiyo Samueli wa kwanza sura ya 12, kisha Samueli akawaambia Waisraeli wote, angalieni, nimeisikiliza sauti yenu katika haya yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Samueli anakubali kusikiliza kile ambacho wana wa Israeli walikitaka, sio kwamba yeye ndo alikitaka. Na hapa Samueli anaongea kwa niaba ya Mungu, hazungumzi kwa matakwa yake yeye. Maana hata katika kuruhusu kumweka mfalme alifuata maelekezo ya Mungu. Tusoma hapo nyuma, utaona kulikuwa na majibizano. Samueli anaongea na Mungu, anawaambia wana wa Israeli, Mungu amesema hivi kwa habari ya mfalme. Halafu na wao wanamrejeshea majibu. Mungu anawaambia, jamani, mnachokitaka hamkujui. Anasema huyu mfalme mnayemtaka atataka mali kwenu, atataka vijana wenu wawe watumwa kwake, atataka nyinyi mtafute fedha mlipe kodi. Kwa hiyo mnajiingiza katika majukumu ambayo yatawaumiza. Wao hawajui, ila Mungu anaijua hiyo siri. Kwa hiyo anawaambia, Samueli anawaeleza yote hayo, mnachokitaka jamani hamkijui, lakini kina madhara 1, 2, 3, 4, 5. Ndivyo ilivyo. Mungu anazungumza na watu
hichi unachokitaka kina 1 2 3 ni kizuri, sio shida, lakini kina madhara 1 2 3 4 5. Wewe haukuwa katika hali ya utumwa, lakini akija mfalme atataka watumwa, mtaenda kumtumikia yeye. Atawachukua watoto wenu kama watumwa, vijana wenu watakimbia mbele ya farasi zake. Wana wa Israeli wakasema tunataka hivyo hivyo, wala haitakuwa hivyo. Angalia akili za watu, za wanadamu. Yaani mwanadamu, maandiko anasema, Zaburi anasema kwamba mwanadamu ni nani hata muangalie? Mungu, Daudi anamwambia Mungu. Kwa nini? Mwanadamu ni waajabu sana. Mwanadamu ni kile chungu kinachomwambia Mungu, au mfinyanzi, mbona hapo umeniwekea kaua, si ungeniacha tu niwe plain? Ndio mwanadamu. Mwanadamu anamwambia Mungu, hapana, wewe unachosema sivyo. Mungu anamwambia huyu atawafanya kuwa watumwa, wanasema hapana, sisi tunamtaka hivyo hivyo, wewe unachomaanisha sivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anawaambia wanadamu wengi tu kwamba mtaangamia. Wanakuambia Mungu, hatutaangamia. Sisi lengo letu ni tupate watoto, lengo letu ni tupate mali. Kwa usituambia kwamba tukienda kwa mganga tunapotea. Hapana, hapana. Mungu ni wa wote. Mbona mvua hainyeshi kwenu? Lakini neno la Mungu linasema kwa ajili yetu sisi. Sasa hawa watu wameshamwambia Samueli. Samueli amewasikiliza, amewaambia kile ambacho Mungu amesema. Amefikia hatua sasa anatoa hotuba ya kuwaaga katika uzee wake. Anawaaga watu gani? Anawaaga watu ambao walijichagulia wao mfalme. Baadaye Mungu ikabidi afuate tu akili zao, akawasikiliza, akawaacha. Maandiko anasema ya kwamba angalieni, nimesikiliza sauti yenu katika hayo yote niliyowaambia, mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Maanake kile mlichokuwa mnakihitaji nimewapa, si ndivyo watumishi wa Mungu? Kwa hiyo Mungu anajua kuna mambo labda tulikuwa tunayahitaji, ametupa, au kuna mambo tutakuwa tunayahitaji, atatupa. Maana watu wana mahitaji, watu wana changamoto, wanapiga kelele mbele za Mungu sana, kama ilivyokuwa kwa Hana. Amelia sana, anahitaji mtoto. Mungu kajizuia muda mwingi, maana anajua huyu anataka mtoto kwa sababu Penina anamsema vibaya, Penina anamcheka, Penina anamkebei. Kwa hiyo Hana analia machozi muda wote. Mume wake anamwambia, kwa nini unalia? Je, mimi mume wako si ni bora kuliko huyo mtoto unayemtaka? Lakini yule ana uchungu kwa sababu ya maneno anayoambiwa. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu wanataka mume kwa kulazimisha, kwa sababu wameambiwa, mbona hauolewi, mbona hauoi, maneno ni mengi, kwa nini utafuti kazi? Kwa hiyo amefikia hatua amemlazimisha Mungu kwamba hii kazi ninaitaka. Mungu amemwambia hiyo kazi usiende, anasema hapana, ninaitaka hii kazi. Mungu akajikalia kimya, akamwambia ichukue. Kwa hiyo kuna mambo mengi, au kuna watu wengi ambao Mungu amewapa vitu, sio kwamba alitaka, ila ni watu wao walitaka, wakalazimisha. Mungu alizungumza nao akawaambia hapana, sivyo, ila wao wakasema hakuna, tunataka hivyo hivyo. Kuna watu ambao Mungu alijizuia kuwafanyia kitu wanachokitaka, ila wakalazimisha, ikafikia tu Mungu akawapa. Kwa hiyo tutaona kwenye somo letu hili kwamba kuna mazingira ambayo Mungu anakupa sio kwa sababu anataka, ili usije ukajibiwa mahitaji yako ukasema Mungu amenitendea, amependa hiyo hivyo. Kwa hiyo watu wengi ambao hawajui hichi kitu wanatendewa vitu ambavyo Mungu ameamua, ameruhusu vitendeke, lakini sio kwamba alikuwa amekusudia. Kinachotokea baada yake, wasipojua, madhara yanatokea. Mama mmoja na mume wake walikuwa na shida ya mtoto, wamehangaika muda mrefu, wakapata watoto wawili, wanasema pacha. Haleluya. Mungu ameruhusu wapate, kwa sababu unaona wanasumbua, kelele nyingi. Kuna mfano Yesu alitoa akasema kuna mwanamke mmoja alikuwa anamsumbua kazi, nipatie haki yangu. Yesu anasema yule kazi alikuwa sio mcha Mungu wala sio mwadilifu, ila kwa sababu ya yale makelele alikuwa anayapata, zile kero alizokuwa anazipata, akasema nitakupa haki yako. Kwa kuna mazingira na sisi tuna kelele nyingi,
inabidi Mungu asema jamani, hebu mpeni. Sasa ukipewa kitu wakati Mungu akupenda au akutaka, unaishije? Mungu anaweza kukupa kitu alikuwa hajakusudia, maana alijua kina madhara kwako, lakini kwa rehema zake hakuachi, anaendelea kufuatilia. Wale watu walipopata mtoto wakawa sasa bize na mtoto, ugomvi ukaanza kwanza kwenye ndoa. Mama na baba wanagombana, wewe unisaidii kulea mtoto, uko bizi tu, unakuja hadi nyumbani unafanya kazi kwenye kompyuta yako, na unajua tuna watoto wawili, nahangaika mwenyewe, ugomvi. Kwenda kanisani naposhinda, tunaendaje na watoto wawili, unawabebaje? Ibada zikakatika, ushirika nyumbani ukafa, ugomvi, shetani akapata mlango. Kwa hiyo katika kitu ambacho walikiona ni baraka kwao, wamejibiwa maombi yao, kumbe wamefungua mlango wa shetani. Mungu alikiona kile kitu akaamua kuzuia, lakini wakasema Mungu tunataka hivyo hivyo. Mungu akaruhusu. Je, Mungu akiruhusu kitu ambacho uking'ang'ania kukitaka, utaishije? Utaendaje? Ndicho ambacho Samueli anawaambia hawa watu, mmemng'ang'ania mfalme, sawa, mlichokuwa mnakitaka sawa. Mungu akakubali, ingawa alishawaonya, akasema okay, nitawapa. Akawatafutia Samueli, Mungu akampa maelekezo namna ya kumpata Samueli Sauli, akampa maelekezo namna ya kumpata Sauli, akamchagua. Haleluya! Na Sauli akajazwa Roho Mtakatifu kabla hajawa mfalme. Sio hapo tunasema Sauli akapita sehemu akakuta manabii, ilikuwa ni utabiri. Mungu anaonyesha kama udhihirisho ya kwamba amemchagua Sauli. Sauli amepita sehemu akakuta manabii wanatabiri, wananena kwa lugha, wamejazwa Roho. Sauli na yeye akajazwa Roho. Kwanza akasema huyu naye amekuwa nabii tangu lini? Lakini sio kwa mapenzi ya Mungu, sio Mungu ametaka, ila ameamua kujihusisha. Sasa kwenye maisha yetu tuna aina ya maisha ya aina hiyo mengi. Mungu ametupa vitu sio kwa sababu ametaka. Mungu ametupa mahali sio kwa sababu ametaka. Je, tutaishije ili tuweze kubaki kwenye kusudi la Mungu? Haleluya! Kwa hiyo huyu Samueli anakaa mbele zao, anawaelezea, anasema basi sasa angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi. Tena tazameni, wana wangu wapo pamoja nani, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo. Sasa Samueli ameshawaita wale wazee, ameshaita wale wananchi, ile jamii ya Israeli. Haleluya! Anaanza kuelezea. Kwa hiyo anawaelezea kutokana na hali yake. Kwanza anathibitisha kitu cha kwanza ya kwamba yeye amekuwa na wao toka akiwa kijana, kuonesha kwamba mazingira mlionayo na yajua, mazingira mliokulia na yafahamu, hali mlizonazo nazijua. Shida ukiniuliza kuhusiana na Israeli na vita vyote najua, tumepiganaje vita, tumeshindaje vita, vyote nafahamu. Pamoja na kwamba tunatofautiana mitazamo, ninyi mmeamua kutamani kutaka mfalme wa kwenu, lakini sisi wote tumeishi kwenye mazingira ya aina moja. Kwa Samueli baada ya kujitambulisha hivyo mbele zao, anaanza kutoa hotuba. Jambo la kwanza analoanza nalo, anazungumza kuhusiana na utambulisho wako katika jamii. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza ambalo Samueli anazungumza na sisi sasa na kanisa la leo ni utambulisho wako katika jamii. Samueli anasema ya kwamba, mstari wa 3, nami nipo hapa, basi mnishuhudie mbele za Bwana na mbele ya masihi wake, nalitwaa ng'ombe wa nani? Jambo la kwanza. Nalitwaa punda wa nani? Jambo la pili. Au nani niliyemdhulumu? Au nani niliyemwonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa ilipokwisha macho? Nami nitawarudishia ninyi. Mbona Samueli anaenda mbele za jamii iliyokuwa mbele yake kuonesha utambulisho wake, watu waelezee. Yaani kama wewe ni muamini Mkristo, kwenye maisha yako zingatia
moja ya mahusia ambayo unatakiwa uyashike kwenye maisha yako, uwe na nafasi ya kujihoji, kutafakari. Watu wanakuzungumzaje? Tamani kujua watu wanakusemaje, watu wanakuona wewe ni mtu wa aina gani. Ujue utambulisho wako, wewe ni wa aina gani katika jamii yako. Kwa Samueli anawauliza, je, niliwahi kumdhulumu nani katikati yenu? Ajitokeze mtu aseme ya kwamba wewe hapo mbele unatuhutubia, lakini hatukukubali, maana ni mdhulumaji. Kwa hiyo hapa unaona sasa Samueli anajitambulisha kwa wale watu. Bwana asifiwe. Tutazungumza vizuri hapo mbele kidogo. Kwa hiyo baadaye anasema mstari wa 4, nao wakasema hukutudhulumu wala kutuonea wala kupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yote. Bwana asifiwe sana. Akawaambia, Bwana ni shahidi juu yenu na Masihi. Kwa hiyo utambulisho wako katika jamii unakupa nafasi ya kuzungumza na jamii. Niliwahi kuzungumza mahala, nikaambia kwa nini watu wako rahisi sana kwenda kushuhudia injili katika vijiji vingine. Mkisikia jamani tunaenda kushuhudia labda Kilapula kule, watu wataunga mkono, twendeni jamani tukafanye kazi ya Mungu, huo ndio utumishi. Haleluya. Lakini waambie leo tutaenda kushuhudia mtaani kwetu ni Kimbembe. Unaendaje kumwambia mtu, ndugu muamini Yesu Kristo abadilishe maisha yako, uliyemdhulumu, uliyemwonea? Anakuuliza swali, kwa hiyo nikimwamini Yesu Kristo nitabadilika, nitakuwa mdhulumaji kama wewe mama? Si ndivyo watumishi wa Mungu? Lakini jamani tunaenda leo Simiyu kushuhudia, wa kwanza mchungaji, mimi najitolea, nitaenda na huyu nitajilipia baba. Kwa kuwa ukifika kule unaambia acheni dhambi zenu, mkubali Yesu, Yesu atabadilisha maisha yako. Haleluya. Hawakujui, hawawezi kukushuhudia. Samueli akawauliza kwanza, anawaambia kwamba jamani, mimi nimekuwa kijana, tangu ujana wangu nimekuwa pamoja na ninyi, na mnawafahamu watoto wangu, mnanifahamu vizuri. Haya, baada ya kwamba mnanifahamu vizuri, nataka mniambie miongoni mwenu ni nani ambaye sina ushuhuda mzuri kwake? Ni nani miongoni mwenu ambaye mimi nimewahi kumdhulumu? Nani nimewahi kumwonea? Nimewahi kupokea rushwa ya nani? Nani ambaye nimewahi kumtukana? Nani ambaye kwake nimemkosea? Katika mazingira uliopo, watu wanaokujua, una ushuhuda gani kwao? Siku moja tumetoka kanisani, sehemu moja naenda kuhudumu. Tumetoka kanisani pale tukafika sehemu tulikuwa tumepaki magari. Ile sehemu ina kama kiwanja cha mpira. Sasa tulipofika pale nje tukakuta kuna kesi. Kuna mama mmoja ambaye nadhani ni mchungaji alisema. Yule mama ni mchungaji. Tumekuta alikuwa amepaki gari kwenye kile kiwanja na mimi pia nimepaki gari pale. Kwa hiyo una makwaruzano pale, wanabishana. Wamegombana, wamewaka moto. Kwa nini umepaki gari uwanjani? Sasa hakuna hata mmoja aliyesema jamani samahani. Mama mlokole, mtumishi, anagombana na mtu ambaye sio muamini na watu wamejaa. Maana wale walikuwa wacheza mpira, wao wamekuja pale kushuhudia wengi. Watoto wengi, watu wazima. Mama, hii ni haki yangu na unifanye kitu. Katoka kanisani. Haleluya. Na hiyo siku nilihubiri mimi, nikasema haki ya mama. Nilipanda mbegu kwenye jiwe. Kwa hiyo nikasema, yani huyu mama ni mama mchungaji, yuko mbele na anafanya hichi kitu, na nimetoka kuhubiri. Na siku hiyo nakumbuka nilihubiri, nikatoa mfano wa Elisha alivyowakamata wale Washami akawapeleka kwa Anania, akamwambia jamani, wachinjie chakula wape wale adui zako. Haleluya. Natoka nje nakuta mama pale moto, yani ilikuwa ni balaa. Kwa hiyo ikabidi sasa yule mchungaji na mimi nikaenda tukamwita yule bwana yule wa kiume, tukamwita pembeni, tukamwambia ndugu yangu, ikabidi sasa tutumie hekima za kibinadamu. Tusimwambie unajua huyu ni mtumishi, hivi ulisema unajua wao ni wamama, ndio unajua mama muda wote anahisi mnashindana. Kwa hiyo wewe labda anahisi umemwambia hivyo kwa sababu yeye ni mwanamke. Kwa hiyo wewe fanyaje? Kaa kimya. Sisi tumefanyaje? Tumekuelewa. Bwana asifiwe sana.
tukamtoa yule jamaa tukaenda naye pembeni. Yule mama akawasha gari lake kata kona katikati ya uwanja. Sasa bahati mbaya kwamba yule mama yule kanisa hajarudi tena. Baadaye akasema tu ni kama vile alihama. Lakini kitu ambacho kilipandika pale ni kwamba tunaendaje kuwashuhudia wale watu? Naelewa watumishi wa Mungu. Tunaendaje kuambia jamani, njooni sasa kanisani kwetu, sisi ni wa nini? Ni wapole. Sisi ni wakarimu. Sisi ni watu wazuri. Haleluya. Tayari kuna mtu ameshatuwakilisha kwamba sisi ni wagomvi. Sisi tumerusha maneno. Yesu hakuwa mjinga aliposema ya kwamba mtu akikupigia kofi la huku, ngeuzie na huku. Sio kila mahali lazima ugombane. Umefika sehemu, umepita kuna mazingira mengine, mfano sisi Dar es Salaam pale. Kuna mazingira unapita sehemu kibodaboda ikakugonga kwenye gari lako. Haleluya. Ukishuka pale, kwani unagonga gari langu wewe? Unamwaibisha Yesu. Haleluya. Lakini kuna namna ukishuka, yule mtu anashangaa. Kwa nini unazungumza hivyo? Nimekukosea sawa. Nimekuharibia sawa. Lakini mbona unakuwa ni mkarimu? Anasema mkifanya hivyo mtawapalia makaa ya moto ndani yao. Yaani yule mtu yeye mwenyewe anahukumiwa ndani yake kwamba huyu mtu nilichomtendea nimkosea yeye. Lakini na wewe ukitaka kurudisha kwa maneno, umepoteza ushuhuda, umeharibu. Haleluya. Hata tusiende mbali, kuna kastori kengine kajuzi ka Upendo Nkone na yule Martha Mwaipadi. Wanasema sana. Mmoja wao akachagua kuwa mtumishi, akachagua kuwa Mkristo, akachagua kulinda ushuhuda wake kwenye jamii. Akasema jamani, nimekosea. Naombeni nifanyeje? Msamehewe. Hata kama sina kosa, lakini nimechagua kulinda ushuhuda. Kilichotokea ni nini? Mungu akasema, umejishusha, nitakushinisha. Sasa hivi kila mtu anaelewa kwamba Upendo Nkone ana Kristo ndani yake. Kwa nini? Hakuhesabu kutetea heshima yake, ila aliona ya kwamba ushuhuda wangu ni muhimu. Itanifaidia nini mimi kujitetea, kuonekana sina kosa, kuonekana mimi sijakosea? Akasema hapana, nisamehewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kutunza ushuhuda wako katika jamii, namna ya kuenenda katika jamii. Haya ni mahusia ambayo tunafundishwa na Samuel. Haleluya. Jiulize, jamii inakutambuaje? Jamii inasemaje kuhusiana na wewe? Haleluya. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Bwana asifiwe. Mtumishi mmoja wa Mungu nikamuunganisha na mafundi wangu wa gari. Kaambia jamani, huyu ni mchungaji, msaidieni, tengenezeni gari yake vizuri. Wale jamaa kwa kuwa wananiheshimu, mtumishi, haina shida, tutamsaidia. Wakamtengenezea. Sasa baada ya mwezi wananipata. Anambia, bwana, hivi yule ulitunganisha ni mchungaji kweli? Haleluya. Yaani mtu akishakuuliza hivyo, usitake kuendelea na mada. Maana tayari ushuhuda umeshaharibika. Hivi ni mchungaji kweli? Maana ushuhuda umeshaharibika. Sasa nikabidi niulize, kwani kuna nini? Bwana asifiwe. Wakasema yule bwana alituambia kuna kifaa kilihitajika, tukanunua. Kwa hiyo baada ya kununua, dukani pale kinadaiwa, akasema atalipa, lakini mpaka leo ametublock. Nikasema sasa hii ishakuwa baraka. Shilingi ngapi? 50,000. Nikamwambia, mbona nyinyi hamkuniambia wakati mnakopeshana? Lakini nikasema sio kesi. Nikachukua ile 50,000 nikamlipa. Nikalipia dukani. Ndio watumishi wa Mungu. Kwa ajili ya nini? Ya kutunza kwanza ushuhuda wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini najaribu kuonyesha kwamba ushuhuda tayari ulishaharibika. Ulishavurugika. Hauwezi tena kuambia watu jamani, njooni kanisani kwetu. Kwetu kule kuna Mungu wa kweli. Hapo watu wao unaowahadisia wanasema kanisani kwetu ndio kwa yule mchungaji. Ndio kwa yule aliyetudhulumu.
Huko ndugu yangu hatuji, tukutane tu mbinguni. Haleluya. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Mmeelewa? Sasa ile kwa Mungu ile ile wanaita party time. Haleluya. Ile ni party time. Wala siwe sana. Kwa sababu ni wajibu wako, huyu ni baba yako. Yaani mimi nikitenda jambo kwa mtoto wangu au kwa baba yangu ni wajibu wangu. Yaani haihitaji tu kwamba eti Mungu aone pale kuna ziada. Haleluya. Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Mlevi mwenzako ambaye mnalewa naye kila siku, ukimkuta mdodoka kwenye mtaro na unafahamu huwa mnalewa naye, utamuokota. Si ndio watumishi wa Mungu? Haya, wewe mlokole hamsali naye kumweu kanisani, umemkuta kwenye mtaro, utamuokota. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnanielewa vizuri? Mbona hamjijibu hayo maswali? Mnaelewa maswali ndio wauliza Bwana asifiwe. Mwenendo wenu mzuri katikati ya mataifa. Mjifunze kuenenda vizuri huko, ili watu watakaposema ya kwamba walokole ni matapeli, walokole ni vichaa, wakiona matendo yenu wanajiuliza, hivi tapeli anawezaje kuwa hivi? Bwana asifiwe sana. Ni kweli wanasema walokole ni matapeli, lakini mbona kama wanawasingizia? Kwa nini? Kuna jambo ambalo wameliona wamelitenda. Kuna jambo ambalo wamelisikia wamelitenda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ndio inayotakiwa, mwenendo wako mzuri kwenye jamii, ili watu wajifunze wamtukuze Mungu. Kwa hiyo mwenendo wako mzuri unamfanya Mungu atukuzwe, unarudisha sifa kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Tupo chapcha. Halafu tena kusoma pia Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Watu wakituangalia wamuone Mungu, waone siri za Mungu kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya watumishi wa Mungu. Watu waone Mungu akidhihirika kwenye maisha yetu. Haleluya. Na hapa tunazungumza tena Yohana sura ya 13 mstari wa 35. Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake akiwaonyesha ya kwamba watu watawajuaje kwamba nyinyi wanafunzi wangu. Anasema watu wakiwaona jinsi mnavyopendana, wakiona upendo wenu kwenye jamii, upendo wenu, utambulisho wenu katika jamii, jinsi mnavyopendana, watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wa nani? Kristo. Sio kwa sababu ya majina kwamba mimi naitwa Emmanuel Jacob. Haleluya. Ila ni kwa sababu ya nini? Mwenendo wako, tabia yako, upendo wako unakufanya uwe na utambulisho ulio bora mbele za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo jiulize hicho kitu. Tafakari kwa kina. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tafakari kwa kina hicho kitu. Haleluya. Utambulisho wako ni upi mbele za Mungu? Yesu pia aliwauliza wanafunzi wake katika Mathayo 16:13 pale, na 15. Yesu aliwauliza wanafunzi wake, "Je, watu wanasema mimi ni nani? Watu wananizungumziaje? Na nyinyi pia mnanizungumziaje?" Wala asifiwe sana. Maana yake alitaka nini? Apate utambulisho wake kwenye jamii. Kwa hiyo na wewe hakikisha unajiuliza maswali hayo. Wewe ni jamii na kutambua wewe kama nani? Ushuhuda wako ni upi katika jamii? Utambulisho wako ni upi hasa katika jamii? Muhimu sana, zingatia hicho kitu. Yusufu katika Mwanzo 41:38, Farao anasema ya kwamba tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna utambulisho ambao Yusufu alikuwa nao kwenye jamii. Haleluya. Sasa ilipaswa tuwe na utambulisho mzuri kwenye jamii yetu. Jamii tukimbilie, jamani, fulani ana hekima sana, mnagombana bure tu, kimbilieni kwa fulani. Haleluya. Lakini sasa watu wametukimbia, halafu na sisi tukakubali, tumeanza kurushiana ambayo